Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya habari zetu mbichi za kila siku na kila wakati, tunawasalimia. Wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena asubuhi njema ya siku ya leo mardi le 27 janvier 2026, na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo, pamoja na taarifa kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo. Habari ambazo tumewaletea asubuhi ya leo, tutawapeleka moja kwa moja kwenye shamba la vita katika maeneo tofauti, tuwaambie yanayoendelea huko. Tutawaambia kuhusu tangazo la M23 ambapo walisema kuhusu kutokuondoka kwao katika maeneo walioyakamata mashariki mwa nchi ya Kongo. Donc walisema kuwa hawataondokaka kamwe katika maeneo yote. Tutawaambia mengi walioyatangaza katika tangazo lao. Habari zetu mbichi tutawapeleka katika maeneo ya Lubero kwenye mashirika ya kiraia yanatahadharisha kuhusu mpango mpya wa waasi wa M23 katika maeneo hayo wa kusonga mbele wa kamati eneo ya Lubero na mji wa Butembo. Kama kawaida tumewaletea habari mingi kabisa. Mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi basi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Mkumbuke kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia link ambayo iko pale chini ya titre. Ukishagusa hapo chini ya titre pale mu description utapata link hiyo. Uguse kwenye link hiyo ili kujiunga na grupu yetu ya WhatsApp, na bila shaka utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Bila kupoteza muda wetu, tufungue ukurasa wetu wa habari. Taarifa zetu tuwapeleke moja kwa moja kwenye shamba la vita katika territoire ya Uvira inayopatikana mu province ya Sud Kivu, hususan katika maeneo ya Sange. Taarifa zinazotufikia kutoka maeneo ya Sange, donc vyanzo vyetu kutoka hapo Sange vinatuambia kuwa wakati watu walikuwa wakitarajia kuwa waasi wa M23 wataendelea kuondoka katika maeneo tofauti mu territoire ya Uvira, waasi hao wao wako na renforce wanajeshi wao wengi katika maeneo ya Sange na pia katika vijiji tofauti vya plene ya Ruzizi, mkiwemo hata eneo ya Lemera. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinatuambia kwamba tangu jana waasi wa M23 wako nafika wengi katika maeneo tofauti karibu na Sange na hata katika eneo Sange ambayo kwa sasa njo defense ya mwisho ama eneo ya mwisho ambayo wanaimiliki katika territoire ya Uvira kwenye route nationale numero 5. Baada ya kujiondoa katika mji wa Uvira, waliondoka katika Kiliba na Runingo wakabakilia Sange. Pale Sange sasa njo kwenye wako na renforce, vifaa viko nafika kila siku, wanajeshi wengi nao wakifika hapo, na pia katika vijiji tofauti karibu na hapo kama nyuma maeneo ya Luvungi kule kabisa wanajeshi wa M23 wako na wasili hapo kwa wingi, na katika maeneo ya Kaziba kule mupleni ya Ruzizi nako wanajeshi wa M23 wanaendelea kuwasili huko kwa wingi. Vyanzo vyetu kutoka huko vinasema kuwa waasi wa M23 wanaendelea kujipanga upya katika maeneo hayo, na vyanzo hivyo vinasema kuwa waasi hao wanaweza kuwa wako naandaa tena vita ya kuatake maeneo hayo ya Kiliba na hata tena mji wa Uvira. Ni wakati kama nilivyowaambia, watu wengi walikuwa wanaendelea kutarajia kuondoka kwa waasi wa M23 katika maeneo hayo tofauti, kwa sababu walikuwa wameondoka katika mji wa Uvira kutokana na shinikizo la Marekani. Walikuwa wameagizwa kuacha maeneo yapata 75 km ambapo ilikuwaka kusimamia katika eneo ya Kamanyola. Hawakufikaka huko, walibakiliaka Sange,
na watu walikuwa wanaendelea sasa kungojea waasi hao waendelee kuondoka katika maeneo hayo mpaka Kamanyola kama vile Amerika ilikuwa imewaagiza. Tofauti na hayo sasa, vyanzo vyetu kutoka hapo vinasema kuwa waasi wa M23 wanaendelea kurenforce katika maeneo hayo wanajeshi pamoja na silaha mingi huko. Vyanzo vyetu vikituambia kuwa waasi hao wana mpango kabisa tena wa kuatake kwa sababu wanaendelea kujiandaa katika maeneo hayo. Renfort za AFC M23 zinawasili katika maeneo hayo na siku ya jana AFC M23 kuna tangazo walilolitangaza. Ni tangazo linalohusu kujiondoa kwao katika mji wa Uvira na mambo mengine tofauti, na hata wakasema kuwa kwa wale ambao wanatarajia kuwa AFC M23 itaondoka katika maeneo wanayoyakalia hususan katika mji wa Bukavu na Goma yawezekani. Taarifa hiyo ilitiwa kwenye mitandao yake Lawrence Kanyuka, msemaji wa AFC M23. Taarifa hiyo inasema kuwa maeneo yote ambayo kwa sasa yako mumikono ya waasi wa M23 yako na amani, tena amani ambayo itadumu. Wakaaji ambao wanaishi huko wanafanya kazi masaa 23 kwa 28 kwa 28, donc 24 heures sur 24 heures. Wanasema kuwa vitu vyote vinafanya kazi huko, ekonomi lokale, maeglize, marshe ziko nafanya kazi na pia maekole ziko nafanya kazi, na hayo yote ni maendeleo ambayo yaliletwa na AFC M23. Katika taarifa hiyo wakasema kuwa AFC M23 haitaitikia kila mtu yeyote ambaye anaweza kurejea katika maeneo hayo, iwe wanajeshi wa Kinshasa ama wengine wote ambao wanaweza kutaka kukamata maeneo hayo kupitia nguvu za kijeshi na kuleta tena usalama kidogo katika maeneo hayo. Donc haitaitika kamwe kwa wale wote kurejea hapo, na wakasema kuwa kupitia nguvu zao zote ambazo wako nazo watafanya kazi ya kudefendre maeneo hayo, ya kuyapigania na hata kuendelea kuimarisha usalama katika maeneo hayo. Hawataitika kamwe kuondoka katika maeneo hayo. Wakasema kuwa jeshi la Kongo kutangaza kuwa waliukamata mji wa Uvira kupitia shinikizo la Marekani. Hizo ni habari ambazo ni uongo. AFC M23 ilisema kwamba hizo ni habari za uongo. Wanasema kuwa wao walijiondoa katika mji wa Uvira kwa kupenda yao, na walikuwa wanatarajiwa kuwa kutafika pale unite ama wanajeshi wapi ambao watakuwa hawatatumika na pande moja. Wakati waliondoka hapo wakaona jeshi la Kongo na FARDC plutôt na wazalendo ndio wenyewe wamerejea pale, na wanashutumu communauté internationale kukaa kimya na kutofanya yale ambayo walikuwa wameyaomba. Donc AFC M23 wakati ilijiondoa katika mji wa Uvira ilikuwa imeomba communauté internationale kuwa ikamate majukumu ya kukontrole mji huo, ilete wanajeshi wapi ambao watakontrole mji huo ambao hawatatumika na pande mbili. Na kutokana na jinsi hawakufanyaka hayo, AFC M23 inashutumu communauté internationale kwa kutokamata majukumu yake ya kufanya kazi kama na hiyo. Katika taarifa hiyo AFC M23 ilitangaza kuwa wakati usalama kidogo utaendelea katika mji wa Uvira, watu kunyanyasika, wengine kuteswa na wakaaji kuomba msaada wa AFC M23, bila shaka tena AFC M23 itakamata mji wa Uvira. Hapa ni tangazo ambalo AFC M23 ilitangaza siku ya jana, na kama umenifuata vizuri mnasikia kuwa AFC M23 kuhusu mambo ya kusema kuwa watajiondoa katika maeneo ya Goma na Bukavu na kwingineko hayako kabisa, donc hawataondokaka pale. Kitu kingine kuhusu mji wa Uvira wanasema kuwa ni kupenda yao. Swali inakuwa sasa hii, kama ni kupenda yao katika mji wa Uvira, kwa nini pale kwenye walipiganaka
jusqu'aujourd'hui na kupoteza wanajeshi wao kwa sababu wakati wako wanapigana wanajeshi wanakufaka. Ni kwa nini sasa wanaweza wakaondoka hapo kwa kupenda yao? Point d'interrogation pale. Kiukweli AFC M23 ilitokaka katika mji wa Uvira kutokana na shinikizo la Marekani, ile njo realite. Sasa katika tangazo lao kusema hivyo ni kutaka kuonesha wale watu wao ama washirika wao kuwa hakuna tatizo, donko haiko kushindwa, ni kupenda yao, na hayo ni tofauti na ukweli kwa sababu kuondoka pale deja ni kushindwa kwao kupitia mambo ya diplomasi, kwa sababu hawawezi wakaondoka hapo kwa kupenda yao, wakati mpango wao kama wanavyosema ni kufika Kinshasa. Wanaweza wakafika Kinshasa lini? Wakati sasa pale kwenye wako na kamata wako na ondoka. Realite ni kuwa AFC M23 iko napigana kabisa na shinikizo la Marekani, na hao ndio wako na wafanya kuondoka katika maeneo tofauti. Mambo mengine tofauti na hayo ni kudanganya, ni kutaka kuonesha wafuasi wao, washirika wao kuwa haiko kushindwa kabisa. Donc ni kutaka kuonesha kuwa wao hawajashindwa, kuwa waliondoka Uvira ilikuwa kupenda yao. Kuhusu kuondoka kwao katika maeneo mengine kama Bukavu na Goma na hata mzengine eneo zote, ile iko maswali ambayo tunaweza tukajua baadaye, kwa sababu pour le moment Marekani ilichokiagiza AFC M23 ni kuondoka Uvira jiska Kamanyola, na wakati wanaweza kufika hapo sasa ndipo selo ginsi na mambo yatakuwa yakienda mambo ya diplomasia hata kuvita, njo tutakuwa na jua kama kabisa wataondoka hapo ama kama kuna maamuzi mengine. Hatuwezi kuambia kwa sasa. Tukikonfirme kwa AFC M23 wataondoka na Bukavu na Goma na kwingineko, hapana, kwa sababu vita hivi viko ndani mambo ya politike sana. Ndiyo maana kuhusu hayo hapo ni kuyapa muda, tutakuja kuyafahamu wakati siku zitakuwa zikienda, njo tutakuwa tukijua mambo jinsi iko naenda. Tuendelee na taarifa zetu, habari zetu mbichi tuwapeleke katika maeneo ya Lubero. Mashirika ya kiraia kutoka katika teritware ya Lubero wana alerte ama wanatahadharisha kuhusu mpango wa AFC M23 wa kusonga mbele katika maeneo hayo ya Lubero, wakiutaka kukamata mji wa Lubero pamoja na mji wa Butembo, miji miwili ya kimkakati katika teritware hiyo. Wanatahadharisha hayo wakisema kuwa tangu kwanza kwa mwezi huo katika maeneo ya Lubero ambayo wanayakalia walikuwa wakirenforce wanajeshi wapya, walikuwa wakitokea katika maeneo ya Kichanga wakishuka Kanyabayonga, Kirumba, Limbongo mpaka maeneo ya Kitambiro na wengine kuelekea katika maeneo ya Kipese. Wanasema kuwa ramforo hizo zilifika huko kuanzia kuanza kwa mwezi huu na walifika huko kwa wingi, na wanasema kuwa baada ya kufika huko kwa wanajeshi hao wengi, vifaa vilifika huko vikiwakutana hao wanajeshi katika maeneo hayo. Wanasema kuwa wakati hao waasi wa M23 walikuwa wakifika huko, walikuwa wakielekea katika maeneo ya mbele katika pozisio zao. Kutokana na hayo yote, mashirika ya kiraia katika maeneo hayo yanatahadharisha kuhusu mpango wa waasi wa AFC M23 wa kusonga mbele katika maeneo hayo, wakikamata eneo ya Lubero, donc Lubero centre, na kusonga mbele wakielekea katika mji wa Butembo, mji kabisa wa kibiashara katika maeneo ya Lubero. Mashirika ya kiraia yanatoa wito kwa jeshi la Kongo na wazalendo kuanzisha mashambulizi makali ili kuzuia mpango huo wa waasi wa M23 kusonga mbele katika maeneo hayo ya Lubero.
wanaomba jeshi la Kongo kurenforce wanajeshi wengi katika maeneo hayo ya Lubero na kuanza kufanya operation kubwa tena kali za kijeshi dhidi ya waasi hawa, wakitumikisha vifaa vyote waasi hao kabisa wasije wakasonga mbele katika maeneo hayo. Hapo ni katika teritwari ya Lubero kwenye wakaaji wana alerte kuhusu hayo. Taarifa zetu zinaendelea tukiwa katika maeneo hayo ya Lubero. Jeshi la FARDC lilitangaza kuwa litalipiza kisasi dhidi ya magaidi wa ADF katika eneo la Mwenye. Jeshi la Kongo linaandaa mashambulizi ya kujibu dhidi ya magaidi wa ADF ambao wamefanya mashambulizi kadhaa dhidi ya raia katika vijiji mbalimbali katika kundi la Mwenye, ufalme wa Bashwaga katika eneo hiyo ya Lubero. Mashambulizi ya kujibu yanaandaliwa, alihakikisha Lieutenant Mark Elongo, msemaji wa sekta ya uendeshaji wa Sokola Grand Nord, ambaye anadhibitisha uwepo wa adui katika sehemu hii ya eneo la Lubero iliyoko magharibi mwa Butembo katika maeneo hayo ya Mwenye. Eneo la Mwenye limekuwa eneo la vurugu tangu mwanzoni mwa mwezi huu wa kwanza. Waasi wa ADF wanaozurura katika eneo hili wanasambaza vifo kwa raia, wakipora mali ya watu na kuchoma moto nyumba za wakaaji na pia nyumba za kibiashara. Kama ukumbusho, hivi karibuni mashambulizi ya ADF yalitokea katika usiku wa Jumamosi hadi Jumapili katika eneo la Musenge ambapo wanajeshi wa ADF waliingia kwa nguvu na kuwaua wanajeshi wawili wa FARDC. Walikuwa wakiingilia kati ili kuwalinda watu. Chanzo tandani kikasema kuwa uharibifu mkubwa wa mali pia uliripotiwa. Nyumba na majengo ya biashara yalichomwa moto, ikiwa ni pamoja na ile inayoishi kituo cha redio cha jamii cha Musenge. Sehemu ya kanisa Katoliki katika mji huo pia iliharibiwa na washambuliaji. Na baada ya hayo yote kufanyika, mnajua kuna wakaaji wengi waliouawa katika maeneo hayo, ambapo vyanzo vyetu na asasi za kiraia kutoka huko wanadhibitisha kuwa ni zaidi ya raia 15. Hayo yote ni matokeo ya mapigano ya ADF. Kutokana na hayo sasa, Lieutenant Mark Elongo, msemaji wa sekta ya uendeshaji ya Sokola alithibitisha kuwa FARDC na jeshi la Uganda UPDF wanaandaa kabisa kuwatake wakilipiza kisasi kwa kundi hili la ADF ambalo lilikuwa likifanya mashambulizi hayo katika maeneo hayo ya Mwenye. Ni wakati mashirika ya kiraia kutoka Butembo walikuwa wamelaani vikali kutokamata hatua za jeshi la Kongo na UPDF kufanya operation dhidi ya wagaidi hao wa ADF. Aujourd'hui jeshi la Kongo linasema kuwa litaanzisha kabisa operation huko, wakilipiza kisasi dhidi ya wanamgambo hao wa ADF wanaofanyia kazi katika maeneo hayo. Asante ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea asubuhi ya leo. Awashukuru sana, tupatane katika taarifa zifuatazo. Merci beaucoup.